Kwa hiyo maneno tunayozungumzia haijabadilika. Inahusu kurudi kwa Yesu Kristo na utimilifu wa unabii wa kibiblia. Inahusu kurudishiwa kwa mambo yote ambayo Mungu aliyopatia kanisa hapo mwanzo. Inahusu kwamba Bwana Yesu Kristo wakati wa kurudi kwake aweze kupata kanisa linalochukua jina lake, linalochukua neno lake, linalochukua tabia yake, lililokuwa na sehemu katika roho wake, kanisa linalofanana naye, kanisa lilo tayari kutoka kwenye dunia hii ili liweze kwenda pamoja naye ndani ya utukufu. Tunajua kwamba kuna madhehebu mengi, lakini kuna kanisa moja tu la Mungu aliye hai, na ni kanisa hilo ndilo Bwana wetu anazungumza ndani ya Injili ya Mathayo kwenye sura 16 kwamba nitajenga kanisa langu na malango ya kuzimu haitaliweza. Mathayo 16 mstari wa 18. Leo wanajenga mambo mengi, umoja wa madini, madhehebu tofauti, lakini katikati ya hayo yote Bwana anajenga kanisa lake. Na kisha inaomba kuweza kutambua sehemu ya unabii ya habari ya wokovu, ili tuweze kupata mwongozo wa kiroho na kuweza kujua ni kitu gani kinachohusika ndani ya wakati huu, ili tuweze kutambua katika kiwango gani wakati umesonga sana na mara ngapi kurudi kwa Bwana kumekaribia. Wananiulizaka kila wakati ni kitu gani kitakachofanyika sasa pamoja na hii vita inayofanyika huko ndani ya upande wa Mashariki ya Kati. Ninaweza kusema kitu moja kuhusu maneno haya, au nishaka kuyafanya tangu mwanzo. Ni kwamba hiyo inakuwa ya kuweza kuamsha kitu moja, ni kwamba waweze kuonyesha namna gani itakuwa wakati ulimwengu mzima itakapokusanyika kwa ajili ya Israeli, na wakati watakapoamua ili eneo waliokamata waweze kuzirudisha tena. Hayo yote yanafanyika vizuri katika wakati huu pamoja na matokeo hayo, na kwamba hiyo kitu moja kitaweza tena kushuhudia. Maandiko matakatifu yanashuhudia waziwazi kwamba mataifa ya dunia yatakusanyika kwa ajili ya Israeli, na itabaki mpaka mwisho. Ndiyo maneno iliyo ya hatari. Ingine yote itashiacha ishingize katika salama na utulivu, lakini huko nako kutakuwa vita ya mwisho na vita kubwa, nayo imekuwekwa katika uhusiano pamoja na siku ya Bwana. Tunapaswa kuyaelewa mara moja kwa namna iliyo wazi na kwa namna ya kukamatika katika neno la unabii. Ndani ya uchunguzi wetu hatuzungumzake kuhusu mafumbo tu, lakini hapa kwa msaada wa Mungu tunajaribu kuweza kufuata na kuweza kuanzia kwenye chemchemu ya mambo, ili tuweze kufundishwa na Mungu na kuweza kupokea kutoka kwa Mungu akili na kuelewa na kuweza kuona kwa ujumla yale yanayofanyika sasa. Kama tunakumbuka kwamba tunaishi katika wakati wa mwisho, na naamini kwamba kila mmoja wetu aliye hapa anayeamini, kwa maana pia wasioamini wanatambua pia kwamba hayo haitaweza kuendelea hivi kwa muda mrefu, lakini hatutaki kuweza kuamsha uoga ndani ya watu. Tunataka tuweze kuleta onyo, ili wale wote wanaotaka kuja kwa Bwana waweze kuja sasa, na sio wakati muda utakapokuwa umepita. Onyo hii inapaswa kupewa tena na tena, ili
kusiwe mtu anayeweza siku moja kutuonya kwa sababu hatukuweza kumuambia kwa namna iliyo wazi sana. Hatufanye mchezo wa dini hapa, hatufanye ibada tu, lakini tuko hapa ili Mungu aweze kututumikia, ili tuweze kuingia katika uhusiano pamoja naye na tuweze kuingia katika umoja pamoja naye, na kama vile tulivyosema, tuweze kupokea mwongozo wa kiroho kwa ajili ya wakati wetu, lakini sio mafundisho tu, lakini pia wokovu, kuzaliwa upya na yale yote ambayo Mungu aliyoahidi na kutayarisha, na kisha mafundisho na kuingizwa katika sehemu ya unabii ya habari ya wokovu. Tunajua kwamba sasa tunaishi katika siku ya neema na ya wokovu. Paulo aliandikia Wakorinto, tazama sasa wakati wa kukubaliwa, tazama siku ya wokovu. Wakorinto wa pili sura 6 mstari wa 2. Sitaki kusoma andiko hizi zote, lakini nitawapatia maelekezo ili wale ambao andiko hizi wasiozijua waweze kuzisoma pia. Wakorinto wa pili sura 6 mstari wa 2 na wa 3, kisha ikilingana na Isaya 49 mstari wa 8, na pia andiko nyingine nyingi za Biblia ndani ya maandiko matakatifu. Lakini wakati siku hii ya wokovu ni siku ambamo Mungu anapatia wokovu kwa wanadamu wote ndani ya Kristo. Wakati siku hii itakapomalizika, na tuliyasoma ndani ya Injili ya Mathayo, Bwana yeye mwenyewe alitoa mwito akasema, kujeni kwangu ninyi nyote mliochoka na kulemelewa, nami nitawapatia pumziko. Mathayo 11 mstari wa 28. Na hiyo inadumu mpaka mwisho wa wakati wa neema. Lakini wakati siku hiyo ya wokovu itakapomalizika, ndipo sasa siku ya Bwana itaanza, na siku ya Bwana itakuwa ni siku ya hatari, itawaka kama vile tanuru. Na ninasoma kwa nia njema andiko hizi hata kama tunazijua, ili niweze kuwaonyesha kwa umakini gani kwamba siku hiyo ya hukumu inalingana au na uhusiano pamoja na hii matayarisho ya mwisho ya majeshi na hii kupigana katikati ya Israeli na wadui zake. Lakini kama vile tunayaona sasa, wadui wako kwa upande wa mashariki na sio kaskazini. Adui wa mwisho atatokea kaskazini na sio mashariki, kama ilivyo katika wakati huu. Lakini tutaweza kuchunguza pia maelezo ya hayo baadaye. Nasoma ndani ya nabii Malaki sura 4 mstari wa kwanza. Malaki 4 mstari wa kwanza. Kwa maana tazameni, siku inakuja inawaka kama tanuru, na wenye kiburi wote na wote wanaotumika uovu watakuwa kama makapi makavu, na siku itakayokuja itawateketeza, Bwana wa majeshi anasema, hata haitawaachia wala shina wala tawi. Na kisha haraka haraka kwenye mstari wa 5 anaenda mara moja kwenye mstari wa 5. Malaki sura 4 mstari wa 5. Tazameni, itawatumia ninyi Eliya nabii mbele ya kuja kwa siku kubwa na ya kuogopesha ya Bwana. Na sasa tunaingia ndani ya nabii Yoeli. Tunasoma nabii Yoeli kwenye sura 2 na kisha kwenye sura 3, na mtaona kwamba hiyo inalingana waziwazi na muhuri wa 6 na kwa siku ya Bwana. Yoeli sura 2 kuanza kwa mstari wa kwanza. Yoeli 2 mstari wa kwanza. Pigeni baragumu kwa Sayuni, pigeni habari za hatari katika mlima wangu mtakatifu. Wenyeji wote wa nchi watetemeke, kwa sababu msikie hii matamshi, kwa sababu siku ya Bwana inakuja, kwani imekaribia.
Mstari wa pili, siku ya giza na weusi, siku ya mawingu na ya giza kubwa, kama mapambazuko yalivyotandwa milimani. Watu wengi wenye nguvu hawakuwa mbele sawasawa nao, wala hawatakuwa wengine nyuma yao hata kwa miaka ya vizazi vingine. Kisha inaandikwa katika mwendeleo mstari wa 3, moto unakula mbele yao na nyuma yao ulimi wa moto unawaka, na mengineyo na mengineyo. Mbele yake nchi ilikuwa kama vile bustani ya Edeni, nyuma yake ilikuwa kama vile ni jangwa. Ndio tunaweza kuendelea kusoma, lakini ningetaka tena niweze kusoma hapa kwenye mstari wa 10 mpaka kwenye mstari wa 11 ndani ya hiyo sura moja. Yoeli 2 mstari wa 10. Nchi inatetemeka mbele yao, mbingu zinatetemeka, jua na mwezi zimetiwa giza, na nyota zimeacha kuangaza. Mstari wa 11, na Bwana anatoa sauti yake mbele ya jeshi lake, kwa maana kambi yake ni kubwa sana, kwa maana yeye ni mwenye nguvu anayefanya neno lake. Kwa sababu siku ya Bwana ni kubwa na ya kuogopesha, na ni nani anayeweza kuihimili? Nasoma andiko hili kwa kutaka tu, kwa sababu tunajua kwamba siku ya Bwana inakuja, na Mungu alitaka aweze kutuma kwanza nabii mbele ya siku hii kubwa ya Bwana, naye aliyafanya ili aweze kuleta ujumbe wa kiungu na kuweza kutuma onyo ya mwisho na aliko ya mwisho kwa taifa la Mungu. Lakini matayarisho au mambo ambayo yanayofuatana sasa katika mwendeleo wake yanaendelea na mwendeleo wake pia katika hali ya kisiasa ndani ya ulimwengu mzima, na sana sana pamoja na Israeli. Yale yaliyotuma mimi nasoma maneno haya ni gazeti ambayo niyo nayo mbele yangu hapa kama vile mahabari, na imeandikwa ndani kwamba mtu yule huko, ni kusema Saddam Hussein, aliweza kupata ndoto, na muamini au hapana, mambo haya yote yako yanawinda Israeli. Na msikie yale ambayo aliyosema kwa watu wa mahabari, ujumbe wa nabii. Mnajua vizuri kwa ajili ya ulimwengu unaoita kwamba ni wa Kristo, Kristo ni mdogo kuliko Muhammad kwa ajili ya ulimwengu ya watu wa Uislamu. Kwa ajili yao Allah ndiye Mungu na Muhammad ndiye nabii wake. Na mtu yule wa Baghdad akasema kwamba nabii alionekana kwake akampatia maagizo. Nataka kusoma hiyo maagizo ambayo aliyopewa, ujumbe wa nabii, ndoto yake ambayo ndani yake nabii Muhammad alionekana kwake. Inaandikwa na Saddam Hussein kulingana na hii gazeti ya nchi ya Kuwait. Inasema hivi kwamba nabii alionekana kwangu ndani ya ndoto yangu akivaa mavazi meupe masafi, lakini alikuwa kama vile anahuzunishwa na kitu fulani. Akamwambia, nabii wa Mungu, unataka nini kuhusu mimi? Na nabii akajibu kwamba nikuja Sadamu ili nivute nia yako juu ya kosa kubwa ambayo uliyofanya. Ni kosa gani ile, nabii? Naye akanijibu akasema kwamba ninaona kwamba silaha zako hazielekei mahali pazuri. Nikauliza, inawezekana namna gani? Akanijibu kwamba hazielekei mahali pazuri. Tunajua vizuri ni mahali gani silaha zinaelekea katika wakati huu. Ndani ya wakati huu zinaelekea upande wa Arabi Sauditi, na mahali ambapo jeshi hilo lote linakusanyikia,
Ndiyo maana swali hii na pia jibu kwamba hazielekei mahali pazuri, hazijaelekea Israeli, ni kusema hazielekea katika upande mzuri. Akauliza, ni eneo gani nzuri ambayo unayohitaji uweze kuona, nabii wa Bwana? Naye akajibu, wewe unajua eneo, unajua eneo. Sasa mnasema nini kuhusu maneno haya? Naye akajibu, unajua eneo ya kuelekeza. Ni kweli unajua eneo hiyo. Nasoma tena kwa mafupi mwendeleo wa mazungumzo yake. Unajua eneo na ungepasha kukosoa hiyo. Msijisumbue, hiyo nayo itakosolewa, lakini wakati muda wake utakapokuwa umefika. Inayotuhuzunisha sana ni kwa sababu kunapaswa kuwa tena mateso mengi mbele Mungu aweze kuweka ufalme wake au ufalme wa Kristo juu ya dunia hii. Na pia hiyo nayo, kama vile tulivyosikia, mamaske ya gazi ziligawanyiwa kwa sababu wanaogopa kwamba gazi hiyo mbaya kuua inaweza kutumikishwa. Na myaamini au hapana, imekwisha kuandikwa ndani ya maandiko matakatifu yale itakayofika wakati vita ya mwisho itakapokuwa imefanyika. Nataka kuwasomea ndani ya nabii Zekaria kwenye sura 14 kuanza kwa mstari wa 12. Zekaria 14 kuanza kwa mstari wa 12. Na hii ni tauni Bwana atakayopiga nayo mataifa yote waliopiga vita juu ya Yerusalema. Nyama ya mwili wao itaharibika wangali wanasimama juu ya miguu yao, na macho yao yataharibika ndani ya vitundu vyao, na ulimi wao utaharibika kinywani mwao. Zekaria 14 mstari 12. Ndiyo, hiyo ni nini? Hiyo ndiyo wanaoogopa sasa katika wakati huu, kwa maana kama hizo magazi za kuua zinaweza kutumikishwa, ndiyo, kama Mungu anaweza kuyatambua katika wakati huu kwamba hao watu wa kutengeneza Wajerumani wanatengeneza ni haya kama vile haijawahi kuwa hapa duniani. Lakini wakati hizo gazi zitakapotengenezwa na kuweza kutumikishwa, watu watakuwa wakisimama kwenye miguu yao, na kisha macho yao itaoza na ulimi wao utaoza, na watafikiwa na mambo haya ijapokuwa wangali wasimama kwenye miguu yao. Na mnaona jinsi Bwana Mungu aliweza kuwa amekwisha kutabiri kwa umakini sana, kuna muda mrefu uliopita, yale itakayofika na namna gani yatakayofanyika. Mungu aliweza kuandika maelezo. Mnajua, hii inanigusa sana zaidi na zaidi wakati naposoma mambo haya yote, na namna gani ya ajabu sana Mungu alivyoweza kuandikisha tangu mwanzo habari yote na mwendeleo wote wa mambo yote. Pia wazo la vita takatifu, kwa maana hiyo ndiyo maandiko au waadui wa Israeli wanasema hapa inahusu vita takatifu, na matamshi hiyo iko ndani ya nabii Yoeli sura 3 mstari wa 9. Yoeli 3 mstari wa 9. Tangazeni maneno haya katikati ya mataifa, tengenezeni vita, amsheni watu hodari, watu wote wa vita wakaribie wapande, na mengineyo na mengineyo. Na kisha kwenye mstari wa 12, Yoeli 3 mstari wa 12, mataifa yaondoke wapande kwa bonde la Yosafati, kwa maana nitakaa pale kuhukumu mataifa yote ambayo yananizunguka. Na kisha anaendelea na tena na tena na tena. Ndikusema tunaona kwamba mambo yako naendelea katika mwendeleo wake, yako katika mitumikio kwa namna ambayo yatafika kwa mwisho wake. Leo watu wa ulimwengu mzima
wanasema murudishe Kuwait, na kisha kutakuja wakati ambamo wataweza kusumbua Israeli sana, na kisha watasema sasa murudishe maeneo mliokamata kwa nguvu. Na kama kukataa inakuja, ndipo sasa vita itakuwa pale, na hapo neno la Mungu litatimilika tena kwa namna mpya. Ninaweza kusema maneno moja tu juu ya haya. Mtu anayekamata karte atatambua kwamba Israeli haijakuwa ndani ya mipaka ambayo Mungu aliyotayarishia nchi hiyo. Mnaweza kusoma tena ndani ya Musa na ndani ya Yoshua. Makabila 2.5 ziliwekwa kwa upande wa mashariki mwa Yordani. Eneo hiyo nayo inapaswa kurudia kwa Israeli. Hiyo ni sehemu ya Israeli. Sio Israeli nayo kamata eneo iliyokamata kwa nguvu, ni wengine waadui ndio wanaokamata eneo iliyokuwa ya Israeli. Lakini mambo imekwisha kubadilika, na watu hawana hata kuelewa au kuweza kuona yote kwa ujumla ya yale yaliyopangiliwa na kuamriwa katika mpango wa ukufu wa Mungu. Sasa tuache hiyo katika mikono ya Bwana, yote yatafanyika hivyo na itafuata mwendeleo wake. Tunaona kwamba hayo yote yako naenda haraka haraka, lakini kwa umakini ndani ya mwongozo huo. Ningetaka nisome ndani ya nabii Danieli na kisha andiko nyingine pia, kwa maana ni Danieli ndiye kwa namna ya kipekee ndani ya Agano la Kale aliyeweza kupokea kutoka kwa Mungu neema na heri ya kuweza kuona mambo haya na kuweza kupokea ufunuo inayoenda mpaka katika wakati wa mwisho, na sana sana ndani ya Danieli kwenye sura 2 akose hapa tunaweza kusoma hapa, lakini hapa mnaweza kusoma mambo mengi. Danieli sura 2, Nebukadneza alipata ndoto na alitaka aweze kupata tafsiri ya ndoto hiyo. Danieli sura 2 mstari wa 4. Halafu Wakaldea wakamwambia mfalme kwa lugha ya Warusia, ye mfalme, ishi kwa milele, uambie watumishi wako ndoto, nasi tutakuonyesha tafsiri yake. Mstari wa 5. Mfalme akajibu akawambia Wakaldea, neno lenyewe limeniondokea. Kama hamutanijulisha ndoto na maana yake, mutakatwa vipande vipande na nyumba zenu zitafanywa jalala. Mstari wa 6. Lakini kama mukinionyesha ndoto na tafsiri yake, nitawapa ninyi zawadi na zawabu na heshima kubwa. Kwa hivi munionyeshe ndoto na maana yake. Munajua, ninyi mnaojua Biblia, walitaka waweze kudanganya mfalme, walitaka wampatie habari ya ndoto na kisha ongeza kumtengeneza kitu fulani na kuweza kusema mambo yoyote, na kama waweza kusema hayo yote angeweza kuwafukuza, na hiyo hakuitaka. Akajiambia mwenyewe kwamba kama watu hawa wako na uwezo wa kuweza kupata tafsiri ya ndoto hiyo, ndipo sasa watapata pia kupitia ufunuo tafsiri ya ndoto hiyo pia. Na kama ndoto hiyo haipewe kwao kupitia ufunuo, sasa naweza kuamini kwamba tafsiri yake itakuwa imepewa kwao kupitia ufunuo. Alitaka aweze kuwa na uhakika, hakutaka aweze kusikia tu maneno wanaotengeneza, lakini alitaka aweze kusikia kweli. Na mnajua yote habari hiyo na namna gani hayo yalitembea na gisi alivyoendelea. Alikuwa ameelewa vizuri kwamba walitaka waweze kupoteza muda, na wakaanza kuulizana wao kwa wao na kisha kumdanganya, na kisha akaamua akawaambia kwamba munataka mshitayarishe ili munidanganye na kuletea uongo, na mkingoja kwamba wakati uweze kubadilika. Ndio maana mniambie ndoto na nitajua kama mtakuwa na uwezo ya kunipatia pia tafsiri yake. Hiyo ni mstari wa 9 ya Danieli sura 2. Na jibu itakuwa nyepesi sana kwamba hakuna mtu duniani ambaye anayeweza kujibu swali hiyo,
kulikuwa hakuna hata mtu mmoja, lakini sasa kukakuwa mtu ambaye aliyasikia, na tunasoma hiyo kwanza kwa mstari wa 12, Danieli 2 mstari wa 12. Kwa hivi mfalme akakasirika sana, akaona hasira nyingi, akaagiza waharibu wenye hekima wote wa Babiloni. Mstari wa 13, basi ile amri ikatangazwa, nao wenye hekima walikuwa karibu na kuuawa, wakatafuta Danieli na rafiki zake ili kuwaua. Halafu Danieli akajibu kwa kusudi na akili Arioki, akida wa walinzi wa mfalme, aliyetoka ili kuua wenye hekima wa Babiloni. 15, akajibu na kumwambia Arioki, akida wa mfalme, kwa nini amri ya mfalme ni ya haraka sana? Halafu Arioki akajulisha Danieli neno hili. 16, Danieli akaingia akaomba mfalme ampe muda, kisha yeye ataonyesha mfalme ile tafsiri. Danieli alikuwa na uhakika kwamba Mungu hatamwacha katika saa hiyo ya hatari. Alikuwa akijua kwamba pia hakukuwa sehemu ya wale waakili wa Babiloni, lakini angepashwa kupokea ufunuo wake kutoka hekima ya Mungu, na ndiyo maana akaomba ili amri hiyo au agizo hiyo iweze kusimamishwa mpaka Mungu aweze kutoa jibu. Na tunasoma mbali kidogo kwamba akageukia warafiki zake, ndiyo kuanza kwa mstari wa 17, Danieli 2:17. Halafu Danieli akakwenda kwa nyumba yake akajulisha Hanania, Mishaeli na Azaria wenzake neno hili. Mstari wa 18, ili waombe rehema za Mungu wa mbinguni kwa habari za siri hii, ili Danieli na rafiki zake wasiangamizwe pamoja na baki la wenye haki wa Babiloni. Ilikuwa ni saa ya hatari sana. Hitaji ya maombi ya kipekee sana katikati ya wale waliokuwa Babiloni, lakini waliokuwa sehemu ya taifa la Mungu. Wapendwa wangu, tunaamini kwamba tuko katika ulimwengu huu na kwamba kuna mvurugo mingi na Babiloni nyingi, nasi hatuko wa dunia hii, lakini tutoka ndani ya Babiloni na tuna haki ya kupokea kutoka kwa Mungu jibu. Mnajua, wakati iposoma neno hili, kitu fulani kiliweza kunigusa sana. Ndugu Rusi alisoma wakati uliopita huko Krefeld mahubiri moja ya ndugu Branham, na tangu ukarasa wa kwanza wa mahubiri hayo ya ndugu Branham anashuhudia kwamba aliweza kuwa na mazungumzo. Naamini kwamba kulikuwa watu zaidi 20 waliokuja kwake, waliotaka kumuuliza maswali na walitaka aweze kupata mashauri na mengineyo. Na kisha ndugu Branham anashuhudia kwamba kila maneno yote ya kila mtu, kila maneno yote ambayo kila mtu alikuwa ameuliza, alikuwa amekwisha kuyafunuliwa na alikuwa amekwisha kuyaandika. Nani ambaye kupasha kuja na hitaji fulani, na akaandika jibu, na alikuwa amekwisha kuandika jibu ya kila swali ambayo angepasha kuulizwa. Na wakati niliposoma neno hili kuhusu nabii Danieli, hiyo kitu moja kilinijia katika roho kwa namna hiyo moja, kwamba Mungu alikuwa na mtu katika siku zetu, mtu ambaye alikuwa hajulikani sana au hakupenda kupendwa sana, lakini alikuwa mtu wa Mungu, nabii aliyekuwa akiona maono. Alikuwa akiona katika maono ndoto ambazo watu wengine walikuwa wamepata, kama vile watu walivyokuwa wameyapata katika ndoto zao. Na hivyo sasa aliweza kuandika kwa zaidi ya mambo 20
ndoto au mahitaji ambayo watu waliokuwa nayo, na hapo watu walikuwa wakimtazama na walikuwa wakishangaa sana, kwa sababu walikuwa wakijua kwamba hakuna mtu ambaye anaweza kufanya hivyo, lakini Mungu peke yake. Mungu peke yake ambaye anayejua mioyo, maisha, mawazo na majina yote ya watu. Ndiyo, hayo yalinipa nguvu na pia yaliweza kunifanya wa kufurahi kuweza kujua kwamba katikati ya Babiloni ya leo ambayo ndani yake wahubiri na wainjilisti wamekwisha kuingizwa ndani, lakini kulikuwa mtu ambaye aliyekuwa na uhusiano pamoja na Mungu, mtu aliyekuwa ametumwa na Mungu akiwa na ujumbe wa kiungu kwa ajili ya wakati huu. Jana huko Salzburg, wazo moja iliweza kunigusa pia, kwa sababu wamama watatu walikuwa wametoka ndani ya makusanyiko, na nikashiambia mimi mwenyewe kwamba watu wa Mungu ndio wamekwisha kuwa kama vile wapumbavu walio hapa duniani, kama vile wenda wazimu. Na Paulo aliandikia Wakorinto kwamba ilimpendeza Mungu kuokoa waamini kupitia upumbavu wa mahubiri. Wakorinto wa kwanza sura 1 mstari wa 21. Wakati tunapoangalia ndani ya kizazi chetu, ndipo sasa wote bila kusema jina zao, toka wale wakubwa na wainjilisti wanaojulikana sana katika wakati wetu mpaka wainjilisti wadogo, wote wamekuwa wakujulikana sana. Wote walikubali kupokelewa ndani ya machumba, wote wamekuwa wakupendwa sana, wameendelea sana. Mjinga mmoja, mwenda wazimu mmoja ambaye alikuwa hata kukubaliwe, mwenye alikuwa hana nafasi katika makanisa yaliyowekwa, alikuwa ni ndugu Branham. Alikuwa kama vile ameuka pembeni, lakini Kristo hakuweza kutolewa nje ya kambi, nasi pia hatuwezi kutoka nje ya kambi ili tuweze kubeba haya Yesu Kristo. Niliuliza swali, na swali hiyo ilikuwa kama vile ni yangu mimi mwenyewe. Sasa na mnaweza kuniamini, sisi ndio tunaonekana kama vile wapumbavu peke yetu, wengine wote wanapata sehemu kwa yale yanayofanyika. Nina hapa pia ndani ya mfuko wangu gazeti ya kundi la Kipentekoste ya Ujerumani, mahali ambapo utangazaji wa habari njema inafanyika pia ndani ya makanisa za Katolika, na wote wanapata sehemu ndani, wote wanakaa kwenye meza moja. Na tazama, nilisoma pia kwamba kundi la kutanio kwenye eneo ya soko ya mji wa kusini mwa Ujerumani inaitwa namna gani? Jazz na rock and roll, rock and roll na jazz, sijui mambo hayo. Na pia gazeti na mahabari inaweza kuandika kwamba ni namna ya kipekee ya kuweza kuhubiri habari njema ya Yesu Kristo. Hiyo sio habari njema ya Yesu Kristo, hiyo ni matukano, lakini si habari njema. Pamoja na rock and roll na jazz na hii kelele yote, hiyo inaweza kuwa ni habari njema. Hiyo sio habari njema, hiyo ni Babiloni, na watu wanaingizwa katika mambo inayoitwa kwamba ni anga ya kiroho, na hawawezi hata kutambua. Na wakati pia unapokwenda kwao ukiwa na ujumbe wa kweli wa Mungu, ndipo wanasema lakini tunakuonya, tunakuonya. Ndiyo, wanatuonya, lakini wengine wote, ingine yote inakuwa kama vile ni ya kweli kwao. Wapendwa wangu, kama vile ilivyokuwa katika wakati ule, wakati wa Danieli, na katika agano lote la kale na agano jipya, na iko hivyo hivyo pia ndani ya siku zetu. Na ni hivyo iliyo ya kusanyiko la Mungu aliye hai, wale ambao waliozaliwa na Mungu, wanaochukua ndani mwao uzima wa kiungu na walio na tabia ya Yesu Kristo, hawawezi kuwa na sehemu hata moja kwa mambo hiyo ingine yote ambayo mpinga Kristo ndiye kichwa yake. Watajua Yesu Kristo kama vile kichwa, na watashinyenyekeza chini yake peke yake, na hakuna mtu mwingine.
Katika wakati ule Danieli, ndani ya siku za Danieli, kama vile tunavyoambiwa hapa, Mungu alifanya neema, akajibu maombi na akafunua siri au ndoto. Ninasoma sasa ndani ya Danieli 2 kuanza kwa mstari wa 26. Danieli 2 kuanza kwa mstari wa 26. Mfalme akajibu na kumwambia Danieli, aliyekuwa akiitwa Belshaza, wewe unaweza kunijulisha ndoto niliyoona na tafsiri yake? Mstari 27. Danieli akajibu mbele ya mfalme akasema, siri mfalme ambayo aliuliza wenye hekima hawawezi kumfafanulia, wala wachawi wala waganga wala waaguzi. Na sasa kuna kuja mstari ulio ajabu sana, mstari wa 28. Lakini kuna Mungu mbinguni anayefunua siri, naye amejulisha mfalme Nebukadneza maneno yatakao kuwa siku za mwisho. Ona neno gani la ajabu! Lakini kuna Mungu aliye mbinguni anayefunua siri. Siri za Mungu hazingepasha kufika kwa mwisho wake ndani ya siku zetu. Siri aliweza kufunuliwa tangu mwanzo mpaka ufunuo. Na nani ambaye aliyezifunua? Kuna Mungu mbinguni anayefunua siri, na Mungu yule aliye mbinguni aliweza kufunua pia siri ndani ya wakati wetu. Lakini ufunuo hizo za neno zinafika siku zote kwa nabii, zinajia kwa nabii, zinakuja siku zote kwa nabii, lakini si kwa wale ambao wanaohusika na mambo ya Babiloni na wanaofuata aina ingine yote ya mitumikio kama vile ilivyosemeka hapa, lakini kwa watu wa kweli wa Mungu waliotayarishwa ili waweze kutayarishwa kwa ajili ya kuletea taifa la Mungu mpango wa wokovu wote, na sana sana inayohusu wakati wa mwisho. Kwenye mstari wa 13 ndani ya Danieli 2, lakini mimi Danieli 2 mstari wa 13, lakini mimi sikufunuliwa siri hii kwa sababu ya hekima yoyote niliyo nayo zaidi ya watu wengine walio hai, lakini kusudi mfalme afunuliwe ile tafsiri na upate kujua mafikiri ya moyo wako. Mafikiri ya moyo wako. Hatuwezi enda mbali zaidi juu ya andiko hii, lakini kitu moja ni cha kweli. Vile vile kama Danieli alivyoona sanamu hiyo, kichwa cha dhahabu, kifua cha fedha, tumbo ya shaba, miguu ya chuma na udongo, na tunaona waziwazi baadaye jinsi alivyoonyeshwa hizo falme ine zitakazotokea hapa duniani. Lakini falme tatu za kwanza zilikuwa hazina maana sana, lakini mfalme wa mwisho, ufalme wa ine utakaoonekana mpaka mwisho, mpaka jiwe, kama vile alivyoambiwa, mpaka jiwe litakapotokea kwenye mlima ili liweze kupiga sanamu hiyo na kuweza kulibomoa vipande vipande. Yohana kwenye kisanga cha Patimo hakuweza kuona tena zile falme tatu za kwanza. Aliona falme ya ine tu ya ulimwengu ambayo inayozaliwa sasa mbele ya macho yetu, ni kusema ufalme wa Roma. Hakuweza kuona tena zile tatu za kwanza kwa sababu zilikuwa hazina tena uhusiano moja pamoja na sehemu ya mwisho ambayo tunajikuta ndani, au utimilifu kwa ajili ya wakati huu. Ndiyo, katika wakati ule ilikuwa ni lazima sana hizo kuonyesha kwamba nguvu hizo zipasha kuonekana, lakini kwa mwisho inahusu sasa
ufalme ya mwisho ya ulimwengu, na sitaki kuweza kufanya mambo ya siasa hapa, lakini inaomba ili wakubwa ndio nataka kutumikisha neno ya Kiingereza empire, ufalme. Inasemaka namna gani katika Kiingereza? Ufalme wa Kibritanic, ufalme za ulimwengu zote zingepasha kutosha uwezo wao. Na sasa hii ufalme kubwa ya Urusi pamoja na nchi 15 zote pasha kubomoka, zote pasha kuishi. Kwa sababu gani? Ili sasa ufalme moja ya mwisho ya ulimwengu ya Kiroma iweze kutokea. Hakutakuwa falme nyingi zitakazohudumu mpaka mwisho na kuonekana, lakini tutakuwa ufalme moja lilo na mapembe nyingi, mapembe nyingi na vichwa nyingi, lakini watakuwa na mtu mmoja atakayewaongoza. Lakini kama vile kulingana na unabii wa Biblia, hiyo ufalme inapaswa kuonekana na itatokea tena. Lakini kama vile tunavyoona sasa waziwazi mbele ya macho yetu, ilikuwa pale, ilikuwa na ilipotea na ikaonekana tena, na ulimwengu mzima ukashangaa. Lakini sio sisi. Sisi tunasema Bwana, neno lako linatimilika mbele ya macho yetu. Tunaweza kusema leo andiko hii linatimilika mbele ya macho yetu. Niliyasema wakati fulani, nilirudilia yale ambayo ndugu Branham aliyosema tarehe 19 mwezi wa 3 mwaka 1962 huko Tifton, Georgia, Marekani, kwamba wakati watakapotoka Berlin ndipo ufalme wa Roma utazaliwa tena ndani ya mipaka yake ya zamani. Na hiyo ndio inafanyika sasa mbele ya macho yetu. Yale yote yaliyokuwa katika magawanyiko, yale yote ilikuwa katika vikwazo, imekwisha kutoshwa katika njia, na sasa kunaonekana mbele ya macho yetu yale ambayo iliyokuwa kama vile itatokea. Na msijisumbue, Ulaya yote mzima na pia Uswisi nayo itakuwa sehemu yake, kwa maana kwa namna ya kijiografia nayo ni sehemu ya bara hii, nayo pia iko katika mipaka ambayo ufalme wa Roma unapaswa kuwa nayo. Walinzi wa Uswisi hawako Vatikani kwa bure. Msijisumbue pia kwa ajili ya maneno haya. Mnaona sasa, Mungu anaruhusu ili mambo hayo yote yaweze kufika mbele ya macho yetu, na kama vile katika wakati ule nabii Danieli alikuwa anahitaji ya kuweza kujua hiyo inamaanisha nini. Ilikuwa aihusu ndoto ambayo mtu fulani anaweza kulota kwa sababu alikula amechelewa au kwa sababu alikula mingi, lakini ilikuwa inahusu ndoto inayohusu mpango wa wokovu wa kiungu. Na ndiyo maana pia ilikuwa naomba tena tafsiri yake, na ndiyo maana nayo inaandikwa ndani ya Biblia, kwa sababu ni ya lazima kwa ajili yetu ndani ya wakati huu wa mwisho. Mnaamini hiyo? Pia ndiyo, ni kweli. Kama sivyo haingeweza kuandikwa ndani ya Biblia. Ungekuwa na mambo mengi ya kusema juu ya maneno haya. Akose tunaweza kuonyesha tena mambo hayo kupitia maandishi, ili tuweze kuchunguza na kuweza kuonyesha maelezo kwa kiwango ambayo kila mtu anaweza kupata kuona kwa ujumla inayostahili. Na mnaweza kuniamini na kunitumainia. Si lazima tena kuweza kutengeneza kitu fulani au kupanga kitu fulani, lakini yote inaingizwa kwa namna njema katika mwendeleo wa wakati wa mwisho. Tumefika kwa mwisho wa wakati wa mwisho. Mtu anayetaka kuokolewa anapaswa kuharakisha. Tunaweza kusema kweli kwamba harakisha na uokoe nafsi yako. Sasa leo kama vile tulivyotangaza, tuna ubatizo pia, na ndiyo maana ni lazima sana ili tuweze kubadilisha mara moja mazungumzo yetu na tuweze kusema maneno fulani juu ya ubatizo wa kibiblia. Yesu yeye mwenyewe alitoa agizo ya ubatizo. Imeandikwa ndani ya Marko 16. Ninataka nisome Marko sura 16 kuanza kwa mstari wa 14. Nyuma akaonekana na wale 11 walipokula,
akawakemea kwa sababu ya kutokuamini kwao na uzito wa mioyo yao, kwa kuwa hawakusadiki wale ambao walimwona alipofufuka. 15 akawaambia, kwendeni katika dunia pia mkahubiri habari njema kwa kila mtu. 16 anayeamini na kubatizwa ataokolewa, asiamini atahukumiwa. Sasa kunafanyika nini kwa mtu asiamini? 16 anayeamini na kubatizwa ataokolewa, asiyeamini atahukumiwa. Kutokuamini mbele ya Mungu ni kitu fulani kinacholeta kosa kubwa, iko hatari sana, kama vile hakuna dhambi nyingine hapa duniani. Kutokuamini inafanya Mungu kuwa mwongo, haikubali kama vile kweli yale ambayo Mungu aliyosema, na ndiyo maana kutokuamini pasha kuhesabiwa kama vile ni dhambi ya kuua. Yesu alisema, kama msipoamini kwamba mimi ndiye, mutakufa ndani ya dhambi zenu, kulingana na Yohana 8:24. Sasa ni dhambi gani? Ndani ya dhambi ya kutokuamini watu hawatahukumiwa kwa sababu walizaliwa ndani ya dhambi, kwa sababu waliishi ndani ya dhambi na kutenganishwa na Mungu. Hapana, watu watahukumiwa ndani ya siku ile kwa sababu walidumu ndani ya kutokuamini na hawakuweza kuamini kwamba Mungu alikuwa ndani ya Kristo akipatanisha ulimwengu pamoja na yeye mwenyewe. Inaomba kuweza kukubali upatanisho huu wa kiungu. Hiyo ndiyo kipaji cha neema cha Mungu wetu kwa ajili ya sisi sote, na ndiyo maana imani ni ya lazima sana, na imani inayotoka katika neno la Mungu na inayokuwa na Yesu Kristo kama vile chanzo ambayo imani hiyo inapaswa kushikamana nayo au kuingizwa ndani. Tunaambiwa kwamba habari njema itahubiriwa kwa viumbe vyote, na kwamba wale wote ambao watakaoamini na kubatizwa wataokolewa, na sio kubatizwa kwanza na kose kisha kose baadaye kwa kunyunyiziwa maji. Kunyunyiziwa pia nayo si ubatizo. Ubatizo inamaanisha kwamba kuzikwa pamoja na Kristo kwa kuingizwa ndani ya maji. Mtu aliyekufa anazikwa. Mtu aliyekufa hanyunyizi wake maji na kisha kuweza kuloanisha kwenye mbumo yake, hapana. Lakini mtu aliyekufa anazikwa, anafunikwa. Nataka kuwasomea hiyo ndani ya Waroma sura 6 ili wote waweze kujua kwamba imeandikwa hivyo ndani ya Biblia. Waroma sura 6 kuanza kwa mstari wa 3. Au hamfahamu sisi sote tuliobatizwa katika Yesu Kristo tulibatizwa katika kufa kwake? Waroma 6 mstari wa 3, mstari 4. Sasa hivi tulizikwa pamoja naye kwa njia ya ubatizo katika kufa, hata kama Kristo alivyofufuka toka wafu kwa njia ya utukufu wa Baba, vivyo hivyo tutembee katika upya wa uzima vile vile. Kwanza kunakuja kugeukia, inafuatana na toba na kubalishwa na dhambi na maumivu tunayosikia kuona jinsi tunaweza kushindwa kujua Mungu na neno lake, kwa maana hivyo ndivyo tulikuwa tumetenganishwa na Mungu, na tunatambua sasa kwamba tunahitaji neema. Niliweza kuyasema katika siku hizi iliyopita huku mashariki mwa Ujerumani. Kitu kibaya si kwamba watu, na hiyo natusi sisi sote, kitu kibaya si kwamba watu waliweza kufanya dhambi. Kitu kibaya ni kwa sababu walikuwa wamekufa ndani ya hali ya kiroho,
na hawataki kuweza kuamshwa ili waweze kutambua kwamba waliangamia na kutenganishwa na Mungu. Na wakati unapowaza kwamba unatumikia kazi au makazi za kidini na wanawaingiza katika matendo ya kidini kama vile ndio kitu cha kuwatuliza, wote wanakuwa kama vile wanahakikishwa. Ndiyo, kisha kuna kuja kumiminia watoto maji, kisha kuna kuja kudhabitishwa, kisha kuna kuja kukomunika na kisha mambo mengine mengi. Na tazama, watu wanakuwa kama vile wanatulizwa ili wasiweze kuamka. Lakini ni kupitia mahubiri ya habari njema ndipo kuna kuja sasa uamsho mzuri, ili watu waweze kutoka katika kifo chao cha kiroho na waweze kuelewa kwamba walipotea, na kisha wanaita Bwana kwa ajili ya wokovu na msamaha. Kwa kweli mahubiri ingepaswa kuhubiriwa kwa namna hii, na hivyo ndivyo mtu wa Mungu alivyosema. Mahubiri impasha kuhubiriwa kwa kiwango ili wanaosikia waweze kusikia kifukutu cha kuzimu, ambayo wanaweza kuenda ndani kama waweze kukubali wokovu. Akose tuliweza kuhubiri kwa namna ya juujuu. Leo tunapaswa kutambua umuhimu wa kuweza kujua hiyo ni nini. Wakati watu wanaweza kufa bila kuweza kugeukia Bwana, bila kuzaliwa upya kupitia Roho, wakati watu wanapokufa bila Mungu, tunapaswa kuelewa inamaanisha nini. Wanashuka na hapo wanaangamia milele na milele. Na hivyo kwanza mahubiri ya neno, ili mtu aweze kushitambua mbele ya Mungu kama vile aliyeangamia na kutenganishwa na Mungu, aliyehukumiwa na Mungu, ndiyo, na kisha anahukumiwa kwa namna iliyo ya haki. Lakini kisha tuna Isaya 53 mbele ya macho yetu, lakini ni mateso yetu ndiyo alichukua, maumivu yetu ndiyo aliyobeba. Tulimhesabia kama vile aliyeadhibiwa, aliyepigwa na Mungu, aliyechubuliwa, lakini aliumizwa kwa sababu ya dhambi zetu, na Bwana aliangusha juu yake makosa yetu yote, na kwa kuumizwa kwake nasi tumepona. Isaya 53 mstari wa 4 mpaka 6. Hapo Golgota, Mungu ndani ya Kristo alitengeneza mabaya yote, akatupatanisha pamoja naye. Mtu anayetaka kuokolewa hawezi kupita pembeni ya Golgota. Njia inayopita pembeni ya Golgota inaongoza mpaka bangamizi. Njia mpaka ndani ya utukufu inapita Golgota. Yesu ndiye njia, kweli na uzima, kulingana na Yohana 14 mstari wa 6. Ndani ya barua kwa Ibrania tunasoma kwamba alitutengenezea njia mpya na iliyo hai kupitia mwili wake. Waebrania 10 mstari wa 20. Alikufa akateseka kwa ajili yetu ili aweze kuwa njia kwa ajili yetu. Yeye ndiye njia hiyo, naye pia ni mlango ambao tunapaswa kupita ndani ili baadaye tuweze kufika kwenye lengo. Wapendwa, ninyi ambao mnaohitaji leo kuweza kupokea ubatizo wa Biblia leo, acha neno hili liweze kuambiwa kwenu, na swali hii iweze kuruhusiwa kwetu hapa kwa namna iliyo hadharani. Inapaswa kuulizwa, kwa maana hatutaki kwamba msiamini anayekauka aweze kuingia ndani ya maji, na kisha msiamini aliyelowana aweze kutoka ndani ya maji. Swali ni hii: ninyi ambayo leo mnaotaka kuweza kufanya agano ya dhamiri njema pamoja na Mungu, pamoja nanyi mumekwisha kukubali ni wenyewe na kuweza kuishi upatanisho pamoja na Kristo? Mulipokea kutoka kwa Mungu uhakika, kama vile inaandikwa ndani ya Waroma 8:16. Roho yeye mwenyewe anashuhudia roho yetu kwamba sisi tumekuwa wana wa Mungu.
muliweza kuweka maisha yenu yote kwa Mungu? Mumeingia katika utiifu na kumfuata Yesu? Mulitoka katika njia pana ili muweze kuingia katika njia nyembamba? Hizo ni maswali ambazo tunapaswa kuuliza mbele ya uso wa Mungu, kwa maana hatutaki kubatiza tu. Ndiyo, tunapenda tubatize, tungelipenda tuweze kubatiza watu wote, lakini pia tunataka tuweze kubatiza tu wale ambao wamekwisha kufanya mbele ya Mungu hatua za kwanza zinazopaswa kufanyika kwanza. Na Petro aliyasema waziwazi ndani ya mahubiri yake ya kwanza siku ya Pentekoste: tubuni na kila mmoja wenu abatizwe katika jina la Yesu Kristo kwa ajili ya msamaha wa dhambi, na mutapokea zawadi ya Roho Mtakatifu. Matendo ya Mitume sura 2:38. Roho wa Mungu anakuja juu ya mtu wakati wa utangazaji wa mahubiri, na hapo sasa tunasikia huzuni na tunapokea toba. Toba haina uhusiano pamoja na penitence. Toba ni huzuni inayofanyika kupitia Roho. Maumivu yanapaswa kushika ndani kwa kiwango ambayo tunasema, Bwana, ninahuzunishwa kuona jinsi niweza kufanya mambo haya yote, basi nifanyizie neema, mimi mwenye dhambi, ni unirehemu, unihurumie, unikamate. Ndiyo, nikamate, unikubali kama vile ulivyosema, ninakuja kwako kama vile nilivyo. Nikamate sasa, samehe makosa yangu yote, futa dhambi zangu, nifanye kuwa mwana wa Mungu. Inapaswa kuwa hivyo. Watu haupashwi kuamini tu, lakini wanapashwa kugeuka kuwa waamini ndani ya Yesu Kristo kama vile Bwana wao na Mwokozi wao. Na mtu ambaye hajakuwa hivyo mpaka katika wakati huu anaweza kuwa hivyo tangu sasa. Wakati Petro alipokuwa akihubiri, hakuna mmoja wa nafsi 3,000 aliyekuwa amekuwa mwamini. Hakuna mmoja wao aliyekuwa ameongezewa. Ilikuwa ni mahubiri ya kwanza ambayo waliosikia katika wakati ule, lakini swali lilikuwa ni kwamba, ndugu zangu, tufanye nini? Matendo ya Mitume 2:37. Tufanye nini ili tuokolewe? Na jibu kakuwa kwamba tubuni na kila mmoja wenu abatizwe katika jina la Yesu Kristo kwa ajili ya msamaha wa dhambi, na mutapokea zawadi ya Roho Mtakatifu. Matendo ya Mitume 2:38. Tunaweza kuyasoma sisi sote. Imeandikwa, nataka kusoma ili wote waweze kujua kwamba imeandikwa hivyo ndani ya Matendo ya Mitume. Matendo ya Mitume sura 2 mstari wa 41. Matendo ya Mitume 2:41. Nao waliopokea neno lake kwa furaha wakabatizwa, na siku ile wakazidishwa watu kama 3,000. Hawakuwa na hitaji ya wakati wa kuwaza au muda wa kujaribu. Walikuwa na hitaji chini ya mahubiri ya neno waweze kukamata maamuzi iliyoanzishwa na Roho wa Mungu, wakitakasia maisha yao kwa Mungu na kutubu yale yote ambayo isiyokuwa ya kweli mbele ya Mungu. Na hivyo sasa wakaingia katika mwenendo wakifuata Bwana. Na tazama, karibu watu 3,000 ambao kupitia mahubiri moja wakawa waamini na wakabatizwa. Ningetaka leo niweze kuweka nguvu wale wote ambao walio hapa leo waweze kugeuka kuwa waamini. Mungu yuko hapa, hamuna hitaji ya kuweza kuwamata muda wa kuwaza. Anaita sasa, na sasa mnaweza kuja. Hakutakuwa tena wakati mzuri leo. Kama mnasikia sauti yake, musifanye moyo wenu kwa migumu. Waebrania 3 mstari wa 7 na 8. Leo sasa, wakati anapotuzungumzia, anatuita ni sasa, ndipo sasa tunapaswa kuja. Sasa anasema
sitafukuza mtu anayekuja kwangu. Yohana 6:36. Wale wote Baba wanaonipatia watakuja kwangu. Yohana 6:37. Sasa leo katika saa hii mshahara ya mateso ya Golgotha iweze kuvunwa, ili wengi tena wengi sana, ndio wale wote ambao mpaka katika saa hii wasioweza kukamata maamuzi kwa ajili ya Kristo waweze kuyakamata sasa, wakamate maamuzi hayo sasa ndani ya uwepo wa Mungu. Mungu iko hapa, anaita, anavuta ukwake, anaweza kusamehe, anataka asamehe, anataka apokee, anataka asamehe, ndio anataka atoe uzima wa milele kwa neema. Hakuna mtu anayehitaji kuweza kubaki nyuma na kusema kwamba si wakati kwa ajili yangu. Inaweza kufanyika sasa. Katika wakati huu tunaweza kufanya mazoezi ya Mungu. Tunaweza kuelewa tu kwamba wakati ilikuwa ni ya damani sana, na kwamba hii ni zawadi ya neema ya Mungu wetu inayohusu kitendo cha ubatizo cha hapo hapo, akose kueleza kwa namna iliyo fupi za kutolewa ndani ya Mathayo sura 28 kwenye mstari wa 19. Bwana alitoa agizo iliyo wazi. Mathayo 28:19, endeni katika mataifa yote mkafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wangu, mkawabatize kwa jina. Tunapaswa kufanya angalisho kwa matamshi yanayosemeka hapa, muwabatize kwa jina la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu. Na sio matamshi, lakini inahusu jina ambayo ndani yake inaomba kubatizwa ndani. Ubatizo mwingine, ubatizo bila jina haiwezi kubaliwa, kwa maana andikwa, Baba tukuza jina lako, Yohana 17:1. Linda katika jina lako wale ulionipatia. Inahusu jina. Utampatia jina la Yesu, kwa maana yeye ndiye atakayeokoa taifa lake kutoka dhambi zao. Mathayo 1:21. Hizo matamshi matatu madini zote ziko nazo. Sitaki kuweza kuleta hukumu fulani hapa, lakini ni hivyo pia ndiyo nafanya umoja wao. Hiyo ndio nafanya hiyo umoja wao. Unaelewa hii yote? Hiyo ndio umoja wao naunganisha, kwa maana wanafanya mafundisho mamoja, wako na fundisho moja. Mmoja wa watu wote wa siasa akasema matamshi mazuri sana, akasema wale ambao walio pamoja wanakomaa pamoja, na sasa wanakomaa pamoja wale ambao walioungana pamoja. Madhehebu zote ambazo kwa namna ya kimafundisho ndio wa utatu, kutoka hii matamshi ya utatu wanatumikisha ndani ya ubatizo mpaka kwa mambo mengine, wote wanatembea pamoja kwa namna ya kimafundisho, hata kama wanaweza kuwa kwa namna iliyo tofauti kwa nje, lakini kwa namna moja wako moja kwa matamshi ya moja, na wanatamka kwamba hiyo ndio inawaunganisha. Hiyo matamshi ndio inaunganisha, hiyo matamshi ambayo hakuna mtume au nabii aliyetumikisha. Watu wa Mungu walikuwa kupitia Roho Mtakatifu ufunuo ambao jina la Yesu litaka kumaanisha, inayokuwa na maana kwa ajili ya wokovu wetu ndani ya Agano Jipya. Jina hilo ambalo ndani yake Mungu alifunua kama vile Baba, Mwana na Roho Mtakatifu ni jina la Yesu. Utamuita Emanueli, inayomaanisha Mungu pamoja nasi, Mathayo 1:23. Na hivyo sasa wale wote ambao walio sehemu ya kanisa la Bwana ndani ya Matendo ya Mitume na nyuma, wote walibatizwa ndani ya jina la Bwana Yesu, kwa maana ni jina ambalo linalohusika sasa katika wakati huu. Wale ambao wanaounganishwa pamoja wanakomaa pamoja. Wale wote waliozaliwa na Mungu, waliozaliwa upya kwa ajili ya tumaini hiyo hai,
wanakuwaka na tabia moja kama vile bwana harusi, yeye kama vile bibi harusi wake, na bibi harusi anakamataka jina la bwana harusi, hapinganake, lakini anafurahi. Mtaona kama vile tumekwisha kusema hapa sasa hivi, madhehebu mengine zote zinaingia zote ndani ya kanisa mama, wanasikia kama vile wanaheshimiwa kuweza kupata sehemu tena kwao. Iko kama vile ni heri ya kipekee ambayo walikuwa wamekwisha kuimwa tangu muda mrefu, na sasa wamekwisha kuipewa tangu kupigana muda mrefu na vita nyingi. Na huko tunaona laana ya kila dini. Wakati uamsho ilipokuwa ikimalizika, walikuwa wakijiunda na wakaweka mipimo yao wenyewe, na hapo sasa kuendelea kwa kiroho haingeweza kuendelea. Na leo tuko na madhehebu mengi ambazo zilizoweza kuhesabiwa kama vile wasichana, wanaohesabiwa kama vile wasichana au wabinti wa kanisa mama, nao wanarudia katika tumbo la mama yao, kwa sababu wako na tabia moja kama vile mama yao, wao kama vile matunda. Na hivyo pia inakuja neno linasema kwamba wanaunganishwa pamoja, wote wanakumbana pamoja, na kanisa la Mungu aliye hai liliitwa kutoka, linaunganishwa na Yesu Kristo kichwa, nalo pia linakomaa pamoja naye, na wanakomaa pamoja wao kwa wao, kama vile Paulo anaandikia waziwazi kwa Wakorinto wa kwanza sura 12 mstari 12, tulibatizwa katika roho moja ili tuweze kuunda mwili mmoja ndani ya Yesu Kristo Bwana wetu. Wakorinto wa kwanza sura 12 mstari 12. Kwa ajili ya kumalizia tena hii hitaji kwa ajili ya wale wote ambao hawajaweza kubatizwa kwa namna ya kibiblia, leo muna heri, mnaweza kuishika hii heri ya kuweza kutakasia maisha yenu kwa Mungu na kuingia katika njia ya kuweza kufuata Bwana, kutoka katika njia pana na kutembea kwenye njia nyembamba inayoongoza mpaka katika uzima, ndani ya uhakika kwamba Mungu alisamehe dhambi zenu, na wakati Yesu alipokufa juu ya msalaba wa Golgotha na alipomwanga damu yake ya damani na takatifu. Na ndio maana mkubali hii zawadi ya neema ya Mungu, na siku hii iwe ya kipekee kwa ajili yenu, iwe siku nzuri ndani ya maisha yenu, siku ambayo mtaweza kumbuka siku zote, siku ambayo Mungu aliyofanya kwa ajili ya kuwapatia kitu fulani kitakachokuwa na umuhimu inayodumu au faida inayodumu. Tutaweza kumalizia pamoja na neno hili, na tunataka tena tuweze kupatia Mungu utukufu. Amina. Tusimame kwa ajili ya hiyo. Tunavuta vichwa vyetu tukidumu ndani ya maombi ya kimya mbele ya Mungu. Ninasikia kwamba leo hakuna katikati yetu watu ambao wanaotaka kutakasia maisha yao kwa Mungu tu kwa mara yao ya kwanza, lakini pia wale ambao wanaweza tena kutakasia kwa namna mpya maisha yao kwa Mungu. Bwana anajua walio wake, na tunajijua sisi wenyewe, na kila mtu anajua, anaweza kutambua ni katika kiwango gani anafika kwa kiroho. Maisha yetu kwa namna gani pamoja na Kristo na kwa ajili ya Kristo, ushuhuda wetu kwa ajili ya wengine, na kama tunaweza kuwa nuru ya ulimwengu huu na chumvi ya dunia hii, kama tunaweza kuwa washuhuda wake ambao wanaoweza kushuhudia yale ambayo Mungu aliyofanya kwa ajili yao. Leo tunataka sote tuweze kushika heri hii kwa ajili ya kuja kwa Mungu, tuje kwa Bwana. Sisi sote, sisi tulioamini au tunaogeuka kuwa waamini, tunaohitaji kuwa waamini, haijalishi sisi ni wanani au tuko wanani. Leo tunataka tuweze kuja kwa Bwana tukiwa na ombi, ni kwamba atufanyie sisi sote neema,
afanye upya agano lake pamoja nasi, atimize kugeukia tena upya, kushitakasia upya tena mbele ya uso wa Mungu, ili Bwana aweze kutugusa na kutukushika sisi sote kwa ujumla, na tena baadaye aweze kututumikisha. Wapendwa, tuliona kulingana na msingi wa neno kwamba yote katika ujumla wake na wote yote iko napata sura ya unabii wa wakati wa mwisho, na namna yote unabii uko natimilika mbele ya macho yetu, na tunayaona, tunayasikia na tunayaishi. Wakati haijawahi kuwa ya hatari sana kama vile leo, na mtu anayetaka kutumikia Mungu anapaswa kwanza leo. Kesho inaweza kuwa imechelewa. Tunawasihi kwa jina la Yesu Kristo, mupatanishwe na Mungu, mujiache muito kutoka yale yote iliyo ya Babiloni, mutoke katikati yao na mukatengwe nao. Bwana anasema musiguse kitu kichafu, nami nitakuwa baba kwenu, nanyi mutakuwa wana na binti. Bwana mpendwa na Mungu, fanya hivyo leo, timiza ndani ya wakati huu na katika mahali hapa, kwamba wale wote waliozaliwa na wewe na ambao watakaokuwa tena baadaye waweze kusikia sauti yako na waweze kuifuata, kwa maana andikwa, kondoo zangu zinasikia sauti yangu, ninazijua nazo zinanifuata, ninazipenda nazo ninazipatia uzima wa milele. Bwana, ninakushukuru kwa ajili ya uwepo wapo wa hapo, kwa ajili ya kitendo cha Roho wako, hata kama hapa haifanyiki katika kelele au katika mambo ya kushangilia, lakini hiyo inapenya tena zaidi na ndani ya kilindi, ndani ya mioyo yetu, inavuka yote. O Mungu, nafsi, roho na uzima, na hiyo inafanyika sasa katika wakati huu. Bwana, unanichunguza, unanijua, unajua namna kila mmoja wetu anavyokuwa. Uturehemu, toa ndani mwetu kutokuamini kote, utupatie imani iliyo hai, iliyozaliwa ndani mwetu kupitia neno lilo hai na kupitia mahubiri na Roho. Mungu mweza yote, ninakuomba sasa upatie wote bidii, ujasiri wa kukiri na kuita, ili uweze kuwajibu. Jibu, okoa, bariki na utupatie ukovu. Bwana, tunaamini kwamba utakufanya hivyo. Haleluya, kwa jina lako la utukufu. Amina.